الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. wazee wangu, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, kadhalika mtakia ziada ya sala na salamu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Leo ni siku ya pili ambayo tunaendelea na semina yetu tuliyoianza katika siku ya jana, semina inayoongelea safari yetu ya ibada ya hija. Na jana tulitambua na kuelewa kwamba ibada ya hija ni nguzo miongoni mwa nguzo 5 za Uislamu, lakini tukaona na kujua adabu za msafiri namna gani anatakikana awe. Pia tukajua maana halisi ya ibada ya hija kwa maana ya kilugha ya Kiarabu, lakini pia kwa maana ya kisharia. Na tukaona na kutambua kwamba ibada ya hija ni ibada ambayo ina sharti. Tukazijua sharti zake ni 5, lakini pia ibada ya hija ina nguzo. Tukatambua kuwa nguzo zake ni 4. Ibada ya hija ina mambo ya wajibu, na tukajua kuwa nyajibu zake ni 7. Lakini pia tukajua na kutambua aina za ibada ya hija. Tukasema aina za ibada ya hija ziko 3. Kuna at-tamattu, na hii tulisema ni mtu anahirimia kutekeleza ibada ya hija pamoja na umra katika ile miezi ya ibada ya hija, mwezi wa Shawwal, Dhulqa'da na Dhulhijja. Kwa kuanza itekeleze ibada ya umra, alafu kisha anasubiria masiku ya ibada ya hija. Na tukasema aina hii ndio ambayo sisi tutatekeleza ibada yetu kupitia kwayo. Aina ya pili ni aina ya al-qiran, ambayo mtu anahirimia kutekeleza ibada ya umra na hija kwa pamoja. Na tukatambua na kuelewa kwamba aina mbili hizi za tamattu na qiran zinamlazimu mtekelezaji wake kuchinja. Aina ya 3 ni al-ifrad, mtu anafanya ibada ya hija peke yake, hii haimlazimu mtu kuchinja. Na tukasema kwamba wanyama wetu tutakao chinja wako ndani ya package yetu ya dola 6,800 ambayo tumelipia. Yani katika malipo haya yako malipo ya mnyama atachinjwa, na agent atatutumia kila kitu ambacho kimefanyika kwa ajili yetu sisi. Na mwisho tukakomea jana kwamba ili mtu atekeleze ibada ya hija ni lazima ahirimie katika miqati, katika vituo. Sasa vituo ni nini? Vituo ni sehemu ambazo ameziweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtu akipita hapo ndio aweze kufanya nini? Aweze kuhirimia. Tukaona vituo viko 5. Kituo cha kwanza ni Dhulhulaifa, hii wanatekeleza watu wanaotokea Madina. Halafu kuna Al-Juhfa, hii ndio watu wanaotoka Afrika, hii wanatoka Ulaya, wanatoka Asia ya mbali, ambao wanaingia Saudi Arabia ya kwa maana ya Jeddah kupitia angani. Halafu tukaona Qarna al-Manazil, sasa hivi inaitwa As-Sailu al-Kabir, ambayo ni kituo wanachotekeleza watu wanaotokea Yemen, wanaotokea Najdi, kwa maana ya kuwa sasa hivi ni Taif. Halafu pia tukaona ya Lamlam, na hiki ni kituo ambacho natekelezea watu wanaotokea Yemen, kiko katika mji wa Saadia. Na Dhata Iraqi, ambayo ni watu wa Iraki. Kwa hivyo vituo 5 hivi ndio mawakiti za watu kuhirimia kutekeleza kwao ibada ya hija wanapokuwa wamekwenda Maka wakikusudia kutekeleza ibada hii. Tukasema biidhnillahil karim, kesho kwa maana ya leo tunakuja sasa ingia rasmi kwenye namna gani ya kuitekeleza ibada hii. Tumesema sisi tunatekeleza ibada ya hija kupitia aina ya tamattu, ndivyo sivyo? Tayib.
tutatoka hapa tarehe 29 tukifika kule tarehe 30. Maana yake tayari itakuwa imekwisha ingia mwezi Dhulhijja. Na aina ya tamattu, ibada tunayoanza nayo ni ibada ya umra. Tunatekeleza ibada ya umra, halafu kisha tukimaliza tunasubiria kufika tarehe 8, tunaweka tena nia kuingia kutekeleza ibada ya nini? Ya haji. Tuko pamoja Taib. Sasa kama tunaanza kutekeleza ibada ya umra, ni lazima tuijue umra ni nini. Tujue umra ni nini. Tumekuwa tunasema tutoka jana hija na umra. Sasa umra ni nini? Tumejua hija maana yake, lakini umra hatujajua. Ibada ya umra, ndugu zangu, neno umra ni neno la lugha ya Kiarabu ambalo wakilitafsiri wenyewe wanasema aziara. Umra maana yake ni kuzuru, lakini sisi hatusomi hapa umra kwa maana ya kilugha, tunasoma umra kwa maana ya kisharia. Maana yake umra kisharia ni ziyaratu baitillahi alharami, ni kuitembelea nyumba tukufu ya Allah. Ziyaratu baitillahi alharami, kuitembelea nyumba tukufu ya Allah, ala wajhin makhsusin, katika namna maalum, katika sampuli maalum. Si vile mtu anataka yeye kwamba kaenda kuzuru sehemu akaenda kwa utaratibu wake. Atakwenda kwa utaratibu ambao imesema Qur'ani na imesema sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Hukumu ya ibada ya umra katika sharia ya Kiislamu ni nini? Wanawazuoni wote ahlus sunna wal jamaa wanakubaliana ya kuwa ibada ya umra ni ibada ya kisharia iliyobeba ya hukumu kuwa ni sunna iliyokokotezwa, sunna yenye nguvu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndio maana mwenyewe katika hadithi, hata jana nilisema, Mtume anasema sallallahu alaihi wa alihi wasallama, tabi'u baina alhaji wal umra, fuatisheni kati ya hija na nini? Na umra, kwa sababu viwili hivi vinafuta madhambi ya mja kama ambavyo kemikali inaweza kuondosha kutu katika chuma ambacho kimejaa kutu. Ndivyo ilivyo kazi ya ibada ya hija na ibada ya umra, vinasaidia kumpukutisha mtu na madhambi aliyoyafanya mbele yake Allah tabaraka wa taala. Ibada ya umra ina sharti kama ambavyo tumeona ibada ya hija ina sharti, na sharti za ibada ya umra ndizo zile zile sharti za ibada ya hija. Sharti ya kwanza tulisema kwenye hija ni Uislamu, ndivyo sivyo? Sharti ya pili ni mtu kufikia umri wa kulazimishwa kutekeleza nyajibu za kisharia kwa maana ya kubalee. Sharti ya tatu ni mtu kuwa na akili. Sharti ya nne ni mtu kuwa huru, na sharti ya tano ni uwezo. Zile zile za kwenye hija ndizo pia zilivyo kwenye umra. Kwenye hija tumesema hija ina nguzo 4. Kwanza kuhirimia, pili kusimama Arafa, tatu kutufu al-Kaaba tawafu al-ifadha, na 4 kutembea kati ya Safa na Marwa. Nguzo za ibada ya hija 4, toa moja tu, 3 zilizobakia ndio nguzo za ibada ya umra. Ukitoa kusimama Arafa, basi zilizobakia ndio nguzo za ibada ya umra, kwa maana ya kuwa kuhirimia, baada ya kuhirimia kutufu al-Kaaba, baada ya kutufu al-Kaaba kutembea kati ya Safa na Marwa. Hizi nguzo 3 ndio nguzo za ibada ya umra, kwa sababu umra yenyewe haina kisimamo cha Arafa. Kwa nini haina? Umra inafanyika muda wote, lakini hija yenyewe ina masiku maalum. Tuko pamoja Kwa hivyo ukipunguza tu nguzo moja ya kusimama Arafa, nguzo 3 zilizobakia ndizo nguzo za ibada ya hija. Ama nyajibu nini ndio nguzo za ibada ya umra. Ama nyajibu, umra ina nyajibu chache sana kuliko hija. Hija mpaka ukalale Muzdalifa, ukaende hivi. Umra wajibu wake nambari 1 ambao unafanana na hija ni kuhirimia katika miqati. Yani usipite katika kituo cha kuhirimia pasina kuhirimia. Hii ni wajibu wa kwanza wa ibada ya umra. Wajibu wa pili ni atajarrudu min almakhiti, kwa wanamume kujiweka mbali na kuvaa nguo zilizoshonwa kwa uzi. Mwanaume akishahirimia anavaa mashuka hayo mawili tu, moja chini
kama msuli wake na jingine juu kama shuka yake, vile unavyomuona Mmasai. Mwanaume baada ya hapo hatakiwi kuvaa nguo yoyote ndani. Hamna cha kusema bwana mimi sijazoea lazima nivae sijui bukta, nivae boxer, vyote hivi toa. Hakuna hata kimoja. Na uwajibu wa tatu ni alhalqu au taksiri. Ni mtu kunyoa nywele au kupunguza. Hizi ndizo nyajibu za ibada ya umra. Tatu tu, wala sio nyingi. Tumeelewana vizuri Ama sunna za ibada ya umra, na ndizo sunna za ibada ya hija, sasa hizi ziko nyingi. Sunna ya kwanza, kabla ya mtu kuhirimia, anatakikana mtu akate kucha. Anatakikana mtu akate kucha. Na hapa ndipo tunapoanzia sasa, tunakwenda kuitekeleza ibada yetu. Sisi tutaondoka tarehe 29 usiku, alfajiri ya tarehe 30. Siku ya tarehe 29 mchana ni wajibu kwetu sisi kukata kucha. Tukiwa hapa kwetu kwenye majumba yetu. Kwa sababu sisi tunaenda moja kwa moja Maka. Ina maana tunaenda moja kwa moja kuanza kutekeleza nini? Ibada yetu ya umra. Kwa hivyo hii siku tutakata kucha. Ukimaliza ukata kucha za vidole, mikono na miguu, lakini pia kunyoa kila kinachostahili kunyolewa katika mwili. Kunyoa kila kinachostahili kunyolewa katika mwili, ule uoto wa asili wa kitabia ambao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametufundisha, kwa maana ya nywele za makwapani, nywele za chini ya kitovu, zote zinatakiwa ziwe ni zenye kunyolewa. Nambari 3 ni al-ightisal, ni mtu kukoga, kuoga. Pamoja na kuwa alhamdulillah tunapenda kutumia shirika la Egypt Air kwenye ibada ya hija, tunapoona kwamba huduma zake nyingine zinafanana na mashirika mengine, la wao ni kwa sababu kwenye airport yao wameweka Haji Terminal. Kwenye hii Haji Terminal wameweka vyoo na mabafu yanayosapoti mtu kuoga kabisa. Tofauti kabisa na ukisafiri na Ethiopian Airline, ukifika Ethiopia hata vyoo havina shata za maji zile. Ukisafiri na Imarati utaenda kwenye vyoo tu, lakini hakuna mabafu ya kuoga. Lakini hawa Al-Masriya wameweka vyoo, mabafu ambayo inamtosha mtu kuoga vizuri kabisa. Ina maana pamoja na kuoga nyumbani, lakini beba kisabuni chako ambacho utakitumia kuoga pale Cairo, Misri, baada ya kuwa umesafiri kutoka hapa takriban masaa 6. Halafu utafika, sasa utaambiwa bwana sasa hivi imeshakaribia muda, pengine saa 1:30 kabla ya kuanza kubodi, sasa twendeni tukajiandae. Ndio watu wanaenda wanaoga, wanavaa ihram zao pale. Pale tutavalia ihramu Misri. Ina maana hata ihramu mtakazopewa wakati wa kusafiri hamtozicheki kwenye mabegi ya chini, mtazicheki, mtaondoka nazo na begi za juu ambazo mtagaiwa vifaa vyote hivi na vibegi vidogo vidogo vya kushika mkononi insha Allah. Tunaelewana vizuri Kwa hiyo baada ya kuoga mtu amejisafisha vizuri, sasa atajitia mtu manukato katika mwili wake, sio kwenye ihram. Kwa hiyo ina maana beba viperfume ambavyo viko chini ya milimita 50 kushuka chini, ambavyo vinakubalika kuingia navyo ndani ya ndege. Pengine vile vya al-udi, vichupa vidogo, utajipaka wewe alhamdulillah upate kunukia vizuri, na baada ya hapo sasa ndio utavaa ihram zako. Ama kina mama watajitia wao deodorant ambazo hazitoi harufu, kwa sababu wao kunukia ikasikika harufu ya manukizi yao kisharia ni haramu, haifai. Baada ya kumaliza hivyo tutaswali rakaa 2 pale pale Misri, chini ya usimamizi wa viongozi. Rakaa 2. Rakaa 2 hizi ni rakaa 2 za kuhirimia. Rakaa 2 za kuhirimia, kutekeleza ibada ya umra, ni katika sunna. Baada ya kusali rakaa 2 hizi, sasa ndio utatamka labbaika umra. Labbaika umra. Hebu tusemeni labbaika umra. Tena labbaika umra. Tena labbaika umra. Tayib. Au unaweza kusema labbaika umratan mutamatti'an ala alhaji. Tuseme labbaika umratan mutamatti'an ala alhaji. Labbaika umratan mutamatti'an
ala alhaji. Maana yake sisi tunaenda kutekeleza ibada ya hija kwa njia ya tamattu. Tunaanza na umra, tuna relaxi, tunakuja kutekeleza ibada yetu ya hija. Baada ya kuweka nia hii, hapo sasa automatically tumekwisha ingia kwenye kuhirimia. Kwa kuwa tumeingia kwenye kuhirimia, kutokea hapo hatuna maneno ambayo sisi tunasema isipokuwa ni talbia. Isipokuwa ni talbia. Na sehemu yetu ya kuhirimia, sisi tunahirimia angani. Nilikwambieni jana kituo tunachopita ni Jofa, ambacho ukifika pale dakika 30 mpaka 32 ndege inatua katika uwanja wa Malik Abdul Aziz Jeddah. Pale angani tunaenda na ndege alhamdulillah ya nchi ya Kiislamu, na pilot atatuambia, yani tunatoka Misri, baada ya saa moja masaa mawili tutapita katika mikati, baada ya saa moja tutapita katika mikati, mpaka tukifika pale sasa tunapita kwenye mikati. Viongozi wapo na wewe wanakusimamia. Sasa hivi sema labbaika umra. Ama hizi raka mbili za kabla ya kuhirimia, hizi tutaziswalia Kairo, kwa sababu ndio tutakuwa tumepata uwepesi mzuri wa kuswali pale. Kwenye ndege muda mwingine mtu anaona kwamba mimi sina udhu umenitoka, pengine alisinzia kidogo, lakini hizi raka mbili tutaziswali wapi? Kairo. Baada ya kuhirimia hatuwezi kusema kitu kingine tena isipokuwa ni labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka. Naombeni tuseme pamoja, labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Hii ndiyo kauli mbiu ambayo tunatoka nayo pale tulipohirimia. Tutakwenda tunaisema kauli hii mpaka tunatua Jeddah. Tutaendelea kuisema kauli hii, tunapita kwa watu wa afya, wamemaliza kutukagua, tunakwenda immigration, tunamaliza tunapita tunakwenda kwenye mkanda wa kuchukua mizigo yetu, tunamaliza tunatoka nje, tunapokewa na haji mission yetu, wakatuambia pumzikeni hapa, ni labbaik Allahumma labbaika, mpaka yanakuja mabasi ya kutuchukua Jeddah kwenda zetu Maka, ni labbaik Allahumma labbaika. Tunafika hotelini, pengine utaingia hoteli, utapata chumba, oga kidogo na nini, tunatoka kwenda haram kufanya tawafu, ni labbaik Allahumma labbaika. Tukiingia ndani ya haram tukaiona al-Kaaba hii hapo, ndio talbia hii inakatika pale. Tena hatuwezi kuleta talbia. Ukishaiona al-Kaaba tu basi talbia inafanya nini? Inakata. Kipindi chote hiki sasa, shehe mimi labbaik Allahumma labbaika, ndio ukichoka kaa kimya, au ukichoka kusema labbaik Allahumma labbaika, basi soma Qur'ani. Hata Qur'ani pia huwezi kusoma, mtakie sala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na yenyewe nimechoka, leta istighfari. Nimechoka, omba dua zako. Nimechoka, sinzia. Nimechoka, basi wewe kaa hivi. Lakini sio pale unaona eti jana game ilikuwa ngapi jana? Yanga katoka ngapi? Vipi kule mambo ya Chadema CCM? Hamna vitu hivi. Ukishahirimia hutakiwi kuongea maneno yeyote ambayo yanaweza kukuingiza kwenye dhambi, ambayo hayana faida na wewe na akhera yako. Ndio maneno mafupi haya. Hutakiwi kuongea maneno yeyote ambayo hayana faida na wewe na akhera yako. Ama una shida ya maji, naomba unisaidie maji, kaniletee maji, naomba kanichukulie chai, hivi havina matatizo. Hii ni labbaik Allahumma labbaika mpaka tunafika Makkah al-Mukarrama, tunapata hoteli, tunafika hotelini, tunapata vyumba. Tukifika vyumbani ni suna nyingine kujitia maji. Safari ndefu, ushasafiri kutoka Tanzania, hata kama ulioga Kairo Misri, lakini umesafiri kutoka Kairo, umeteremka Jeddah, ukasafiri na basi
pamoja na kuwa serikali ya kifalme ya Saudi Arabia kupitia Wizaratul Haji wanajaribu kufanya mazingira rahisi sana, lakini katabu bado kapo tu. Sasa muda mwingine utaingia Maka, unaingia muda ambao kuna zahma kidogo, pana kafoleni mabarabarani, mpaka unafika hotelini pengine ushaka barabarani karibia nusu saa, dakika 40, basi mwili kidogo utie maji ili upate kustua kwa ajili ya kwenda kufanya ibada yako ya tawafu vizuri. Hii ni sunna imethibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini maji utakayoyaoga hapa, utayaoga maji kwa namna moja tu kati ya mbili. Ima uoge maji chukuchuku bila sabuni. Kama utatumia sabuni, uwe na sabuni yako isiyo na manukato. Hizi sabuni za jamaa hizi, haya magwanji. Na kule Saudia wewe hutokuwa umepata muda wa kuiandaa sabuni hii. Ziko sabuni wanaita sabunul ihram, yani sabuni za mtu aliyehirimia, hazina harufu. Lakini chukua kipande chako cha jamaa yako hapo, ambacho kitakusaidia mpaka hata utakapoenda Mina, muona mpaka umalize ibada. Utakuwa unaikata kidogo dogo, unaenda unatumia, unaogea yale masiku ambayo wewe umehirimia. Tumeelewana vizuri Haifai kutumia kunawa kwa sabuni yenye manukato, haifai. Taib. Baada ya kutoka hotelini tunakwenda haram. Tunapoingia haram ni sunna kuingia kwa mguu wa kulia. Na hii ni sunna ambayo anaifanya Muislamu akiingia msikiti wowote ule duniani. Anaingia kwa mguu wa kulia, na ni sunna pia kusema bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Hii ni sunna ambayo tunasoma dua hii tunapoingia msikiti wowote pia duniani. Tukishafika sasa, tumeiona Al-Kaaba hii hapo, wanaume ihramu zao watazivaa, watazishusha chini ya bega la kulia. Ili bega hili linatakiwa lionekane kwa wanaume. Tutajifundisha hapa pia namna ya kuvaa ihramu inshallah. Ama wanawake ihramu zao ni nguo zao hizo hizo za stara ambazo wao wako nazo. Tumeelewana vizuri Taib. Baada ya hapo sasa tunaanza tawafu. Na tawafu inaanza kwenye Al-Kaaba. Kaaba ina nguzo 4. Nguzo ya kwanza ni Ruknul Hajari al-Aswad. Ruknul Hajari al-Aswad, yani nguzo ya jiwe jeusi. Hapo ndipo tunapoanzia sisi nini? Kutekeleza tawafu yetu. Sasa tunaijuaje? Nambari 1, ile nguzo utaona inanyang'anyiwa na watu wengi sana. Utaona zahma ya watu pale. Lakini pili, wamekuwekea taa za kijani, ishara kwa mtu ambaye hawezi kusogea karibu. Na tatu, unao viongozi ambao wanakuongoza, wanajua kwamba bana hapa ndipo tunapoanzia. Tukifika hapo tunapoanzia unasema bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Unanyanyua mkono namna hii kuashiria, unaubusu mkono wako. Tunaanza tawafu yetu, tunakwenda. Tukifika tena pale bismillahi Allahu akbar, tunakwenda 2. Tukifika bismillahi Allahu akbar mpaka zifike 7. Ni sunna wakati wa kufanya tawafu Al-Kaaba iwe kushoto na isiwe kulia. Ukiona unazunguruka Al-Kaaba iko kulia, maana yake umekosea, hauko sahihi, unazunguruka kinyume nyume. Lakini uzungurukaji wa sahihi ni Al-Kaaba kukaa kushoto. Tumeelewana vizuri Kina baba wakati wamefunua bega zao katika mizunguruko 3 ya mwanzo, wakianza mzunguruko wa 4 wanajifunika. Basi katika kuzunguruka kote huku tunasema nini? Hakuna dua specific ya kuomba. Dua ya aina yeyote omba. Chochote ulichonacho wewe omba. Una shida nacho kwa Mola wako kiombe. Istighfari fanya. Si unataka usome Qur'ani, soma. Ila kati ya nguzo ya jiwe jeusi na nguzo ya Ruknul Yamani, kitembeo hiki cha hapa katikati, ni sunna kusema Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nari. Hii imethibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na sisi viongozi tutakusemesha dua mwanzo tunaanza tawafu mpaka tunamaliza. Hakuna dua utashindwa kuisoma. Katika vitu tunamshukuru Allah mtukufu, sisi hata tukisafiri na mtu aliyesilimu juzi tukamchukua leo kwenda kufanya ibada, labda awe bubu tu ndio hataweza kusema. Lakini kama anaweza kusema tunamtamkisha dua moja baada ya nyingine.
neno moja baada ya jingine kwa udhaifu mtu alionao yeye. Rabbana rabbana atina fid dunya hivyo tunamtamkisha neno kwa neno mpaka anakamilisha ibada yake. Tukimaliza mizunguruko 7, sunna nyingine ni kuswali raka 2 za makamu Ibrahim. Kuswali raka 2 za makamu Ibrahim. Raka ya kwanza alhamdulillahi rabbil alamin na qul ya ayyuhal kafiruna. Raka ya pili alhamdulillahi rabbil alamin na qul huwallahu ahad. Hizi sura 2 ndo zinaisindikiza suratul Fatiha katika raka 2 za makamu Ibrahim. Na sio lazima ukaswali pale pale kwenye makamu Ibrahim, maana panakuwa na zahma ya watu. Utaenda utaanza kurukuu pale, ukasujudu, watakanyaga watu shingo, muona badala ya kuchinjwa kwa kisu unachinjwa na miguu ya watu. Hatuwezi kuswalia pale. Tunatafuta sehemu ambayo haina msongamano, tunaweza tukakaa vizuri, kina mama, kina baba, hapo ndipo tunapo swali. Tukimaliza kuswali, ni sunna al-Kaaba iko mbele yetu. Kila mmoja katika sisi hapa ana mazito na mahitaji yake. Kijana mwenye umri wa miaka 30 anayoyataka kwa Mola wake sio yale ambayo anayataka bibi yangu pale. Bibi yangu anachotafuta ni husnul khatima. Bibi unatafuta nini tena? Husnul khatima tu hawezi bibi akasema bana mimi naenda kutafuta babu kidogo handsome na nini. Mambo ya handsome kwa babu kwa bibi ishapita. Bibi yeye hata hatana shida ya kuanza kufanya biashara na hivi, lakini kijana pengine ana biashara zake. Kwa hivyo kila mtu pale sasa ataomba dua kwa yale anayoyahitaji. Alimradi sisi tunasisitiza katika kuomba usiwaombee kwanza watu mabaya. Maana kuna watu wanatoka kukagombana na watu, akishafika pale ya Rabbi yule fulani ni mshenzi sana, muangamize. Usiombee watu mabaya bwana. Waombee watu kheri, waombee uongofu. Uko na jirani yako anakusumbua, ya Rabbi naomba umuongoze yule, aache kuwa mtu wa shari kwangu, awe mwema. Watu wa familia yako, ndugu zako, jamaa zako, pengine watu umefanya nao biashara, muona vyote, hata kama akiwa ni kafiri usimwombee mabaya. Ni makosa Muislamu kumwombea mtu mabaya. Unamwombea mtu mabaya halafu kesho anakuwa mwema, yale mabaya uliyomwombea yanakwenda wapi? Yatarudi kwako. Hii kitu hakifai kabisa. Mimi huwa nawaambia mama zangu pale, hata zile dua zao zile, yale mambo ambayo hawayapendi bana, ya Rabbi mume wangu asiongeze mke wa pili, usiombe hapo. Wewe omba kheri tu, ndio kitu cha msingi. Ukimaliza kujiombea wewe, muombee mkeo, muombee mumeo, waombee wazazi wako. Sawa wako hai wamekufa, waombee kwa Allah mtukufu. Kama wamekufa, Allah ayapanue makaburi yao, ayatie nuru. Awabariki wamekuzaa wewe, alhamdulillah umekuwa ni mwema mpaka hata umetambua, umeweza kutoa pesa zako nyingi kwenda kutekeleza ibada. Haya ni matunda ya wazazi wema. Kuna watu wangapi wana mapesa mengi sana na hawataki kufanya hizi ibada? Kuna watu ni wana pesa, mapesa, multi-billionaire, hajafikiria hata siku moja kwenda Maka, si kwa ibada ya hija, hata kwa ibada ya umra. Sasa alhamdulillah, haya pengine ni malezi mazuri ambayo wewe umeyapata kwa wazazi wako. Waombee dua watoto wako. Wazee wangu, tunaishi kwenye hali ngumu sana sasa hivi ya mmomonyoko mkubwa wa maadili. Vijana wanabeti sasa hivi, wanashiriki makamari, wanavuta bangi, wanakunywa pombe. Sasa hivi tumeingia kwenye mtihani wa mambo ya liwati, ushoga. Tunaingia kwenye mtihani wa mambo ya usagaji. Hata unaona sasa hivi hata wale wanaosifiwa muda mwingine wanaitwa kwenye hadhara za Kiislamu, wanahalalisha kwa kutumia aya za Qur'ani kwa ufahamu mbovu, kuhalalisha matendo machafu. Tuiombee jamii yetu, watoto wetu, familia zetu, vizazi vyetu, Allah aviongoe. Na hata siku sisi tukiondoka duniani, waendelee kutuombea dua, wasisubirie mpaka ifike kipindi fulani waite mashehe ndio washiriki kutuombea dua sisi. Ukimaliza waombee waislamu wenzako unaoswali nao msikitini, ambao uko nao kwenye jumuiya ambayo uko nayo, majirani zako, ndugu zako, jamaa zako. Tuna maradhi sasa hivi, familia zetu zimesambaratika. Familia 10 za Kiislamu, ukiitembelea familia ambayo haina mgogoro labda moja au mbili, lakini kila familia ya Kiislamu sasa hivi unakuta ndugu hawasemeshani, ndugu wako hivi. Tumuombe Allah aziunganishe, kwa sababu miongoni mwa sera nzuri za dini yetu ya Uislamu, Uislamu ulikuja kuunganisha rahim, ulikuja kuunganisha damu, walifarakana. Lakini Uislamu umekuja kuwafanya ndugu wa damu wauimarishe udugu wao na kuendelea kuwa kitu kimoja.
Ndio maana unaona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliporudi Makka mwaka wa 8 tangu ameondoka akiwa Madina, anafanya fathu Makka. Watu wa Makka wamezungurukwa na jeshi la Kiislamu, wamesimama wanafedheha, wameinamisha nyuso chini, hawajui Muhammad atawafanya nini. Lakini aliwaambia la tathriba alaikum al-yawm, hamna kulipizana visasi, nyinyi ndugu, nyinyi ndugu, nyinyi damu. Tunalipizana visasi vya nini? Yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Waombee familia yako, Allah aishikamanishe iwe kitu kimoja, lakini pia iombee nchi yako. Sisi Allah ametuchagua kwenye hii dunia, ametuweka Tanzania, wala hatuko Kenya, hatuko Rwanda, hatuko Uganda, hatuko Marekani, hatuko Uingereza, tuko Tanzania. Mazingira tulionayo sisi haya, mpaka hata tunasafiri kwenda kule, ni mazingira ambayo yanasapoti kwamba nchi yetu ina utulivu. Kama risasi zinarindima, hakuna kusafiri. Muda mwingine ndugu zetu wa Gaza sasa hivi hawafikirii hija kabisa, kwa sababu wako chini ya maandaki, hakuna usalama wa kutoka. Sasa Allah aendelee idumisha amani ya hii nchi, tena hususan katika mwaka huu ambao tunapita kwenye uchaguzi. Upite uchaguzi kwa salama na amani. Lakini pia tusiache muombea rais wetu. Katika vitu Uislamu umefundisha ni kumwombea dua kiongozi, wala sio uchawa. Kuna baadhi ya watu wanafikiria kumwombea dua rais maana yake ni uchawa. Si uchawa, na hakuna dua njema ya mja anapomwombea mwenzake, mja mwenzake, wakati huyo anayeombewa wala kujua hajui. Sisi hatujuani na Mama Samia wala hatujuani na Dr. Mwinyi, lakini tunafanya kwa sababu ni ombwe la imani yetu. Tuombeeni dua. Hawa ni viongozi wetu, lakini kwa namna ya pekee pia ni Waislamu wenzetu. Tunaona kabisa namna vita inavyopigwa kwao, nzito na ngumu sana, tena hasa kwa mama. Naamini katika ninyi kuna mawali ambao wakinyenyua mikono kumwomba Allah, dua zao hazirudi patupu. Tumuombeeni sana mama yetu uzima na afya, na aweze kuperform katika mambo yake, lakini pia Allah amjalie kuwa na moyo wenye huruma na Watanzania, na awatendee Watanzania yale ambayo yana kheri na Watanzania, na amwepushe Allah mtukufu kutowatendea Watanzania yale yenye shari na Watanzania. Kiongozi mtawala anapokuwa mwema, nchi pia inakaa kwenye mazingira mazuri. Mtawala akiwa muovu, nchi haiwezi kuwa kwenye mazingira mazuri. Na ninyi mashahidi, katika kipindi kilichopita tumekaa miaka michache tu, mliona mazingira yalivyokuwa na watu wakachemka sana. Sasa ni lazima tusimame kumwombea mama yetu, Allah subhanahu wa ta'ala amjalie. Lakini pia tuombe kwa Allah mtukufu wale ambao wanaisimamia ibada ya hija, Allah endelee kuwapa subira. Nyinyi mtaenda kuona huko wazee wangu, wewe angalia tu nyumbani kwako wamekufika wageni 5 kwa wakati mmoja, namna unavyohamanika, mnavyokaa nyumbani na mama na baba kupanga bajeti namna ya kuwakirimu hawa wageni. Hawa wenzetu wanafikiwa na wageni zaidi ya milioni 3 kwa wakati mmoja. Wanawajibika kuhakikisha mitaa inakuwa safi, na hawa watu walioingia wote wanapata huduma, si tu wanapata huduma, wanaendelea bakia salama kiafya. Hakuna kipindi mamlaka za Saudi Arabia hazina mapumziko kama kipindi ambacho watu wanaingia kwenye hija, na sasa hivi hata kwenye umra ya Ramadhani. Sababu umra ya Ramadhani kwa wakati mmoja watu wanakuwepo pale mpaka watu milioni 8. Mwaka huu tulikuwepo watu katika mwezi wa Ramadhani 10 la mwisho Makkatul Mukarrama, hasa tarehe 27 na tarehe 29. Yani unatoka haram barabarani unatembea kilomita 12, haupati pa kukanyaga wala hupati pa kuswalia. Kilomita 12 barabara zimefunga, na yule ambaye yuko huko hana uwezo wa kupita kuja haram kwa sababu pamejaa. Lakini ajabu ni kwamba mkinyenyuka mkaondoka, maana yake pale ni pasafi, hapana uchafu wa aina yoyote, utafikiri pamepigwa deki. Allah endelee kuwapa nguvu na subira ya kuifanya hii kazi. Inahitaji subira, lakini pia inahitaji uwekezaji. Lakini pia tusiache kuombea dua ndugu zetu wa Gaza, ndugu zetu wa Palestina. Tunaona yanayowapata, wanakumbana na mazingira mazito sana, mashakili makubwa mno. Tunaamini kwamba miongoni mwetu wako watu dua zao ni mustajabu,
Allah anaziitika. Ndio muda mwingine analeta hata moto ambao unakuwa ni maajabu, watu wanastaajabu, moto unaotea kutoka kwenye mizizi wala hauwezi kuzima. Hizi ni dua za waja wema dhidi ya uonevu ambao wanafanyiwa hawa ndugu zetu. Lakini pia Allah aipambe dunia kwa amani na usalama. Kwa hivyo pale utaomba wewe mpaka utamaliza. Ukishamaliza tutakwambia haya, tunanyenyuka tunaenda kufanya suna nyingine ya kunywa maji ya Zamzam. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema Zamzam lima shuriba la, maji ya Zamzam yanamponya, yanamtibu mtu kile alichokikusudia wakati anayanywa. Una maradhi ya sukari, maradhi ya pressure, maradhi yoyote ile, unaona miguu tena haitaki kwenda na kila kitu, muombe Allah mtukufu. Allah ana maajabu sana. Tumepata kwenda mwaka jana mwezi wa 10 kutekeleza ibada ya umra, na mmoja katika wazee wetu mwanamama ambaye alikuwa na miaka mingi hawezi kuswali akiwa amesimama, anaswali akiwa amekaa. Basi yeye kabeba mafundisho haya ya kunywa maji ya Zamzam, ikawa anayanyuka maji ya Zamzam, anayatandika kweli kweli, alhamdulillah, mpaka mwisho wa safari. Mama ajabu tu, sikio kama amejaribu, kaweza kuswali amesimama, anarukuu, anarudi, anasujudu, mpaka leo, kutoka mwezi wa 10 mwaka jana mpaka leo kapona kwa maji ya Zamzam. Mtihani mkubwa sisi tunao, sisi tuna testi zali, hivi kweli ataniponesha? Ukiwa na fikra hizo huwezi kupona. Kunywa ukiwa na yakini kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema maji ya Zamzam yanamtibu mtu yale ambayo ameyakusudia, ameyanuia, utapona. Lakini pia wakati unayanywa haya maji, muombe Allah mtukufu akuzidishie elimu na ufahamu. Na baada ya kumaliza kunywa maji ya Zamzam, utajirashia kidogo usoni na kifuani, kwa sababu utakuwa umehiti ile tawafu, ile inampelekea mtu kuchemka, kajoto kidogo imekutoka, kwa unajipoza poza kidogo. Hii ni sunna, imethibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hapa tunayanywa maji ya Zamzam ile sunna tu, hatuyakomeshi. Yani sio unapiga glasi ya kwanza, ya pili, mpaka glasi 20. Ukishazitandika hivyo, yakishuka chini, maji ya Zamzam haraka sana yakiingia yanakwenda pa kwenye kibofu, yakitoka kwenye kibofu mnajua yanaenda wapi. Sasa yakifika hapo yanaanza kukuambia bwana nipeleke sehemu nikapunguze salio. Hakuna kiongozi atatoka akupeleke. Na kutoka hapo manake utoke nje kabisa ya haram, ndio uende ukapate sehemu ya washroom. Kwa hivyo kunywa maji ya Zamzam kwa sunna tu kidogo. Halafu kwa sababu wewe upo Maka, utayanywa mpaka yani damu yako yote itachanganyika na maji ya Zamzam. Usithubutu kutumia maji mengine. Hata serikali hii pesa tunazolipa, kuna dola 1880 zinaenda kugharamikia mahitaji ya Mina na wapi, lakini pia inatakiwa yani kiwanda cha maji ya Zamzam wakuletea haya maji ya Zamzam hotelini. Bali nje ya haram ya Maka kuna mabomba, unachukua tu vidumu vyako unaenda unakinga, pia unaweka chumbani kwako. Wewe kunywa maji ya Zamzam, usinywe maji mengine. Kwa baada ya kumaliza kunywa maji ya Zamzam na kuomba kidogo, tunatoka tena pale, tunakwenda kuanza sa'i, ambayo tunasema Safa na Marwa. Tukifika Safa, tunasimama katika mlima wa Safa, tunaitazama al-Kaaba, tunasema bismillahir rahmanir rahim, inna Safa wal Marwata min sha'airillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima, waman tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. Bismillah abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluhu. Tunateremka kutoka Safa tunakwenda Marwa. Wakati tunatembea, kuna sehemu tutakuta ishara ya taa za kijani. Maeneo haya wanaume kama vile watakuwa na trot, wanasema wanaenda mwendo wa matiti. Lakini kina mama wanatembea tu. Kwa nini kina mama wanatembea tu? Kwa nini wanaume wana troti? Eneo hili mama zangu, baba zangu, kihistoria ni eneo ambalo lilifanywa tukio na mama Hajira, mke katika wakeze Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam, Khalilur Rahman. Alipoletwa na Ibrahim Maka haina huduma za aina yeyote. Hakuna chakula, hakuna maji, hakuna mtu. Akamuuliza, wewe umenileta hapa na kisha unaniacha na mtoto mdogo huyu? Unaniacha tu kwa akili na maamuzi yako ya kibinadamu au umeamrishwa na Mola wako? Akamwambia, Mola wangu ndo kaniamrisha hivyo. Akamwambia, kama Allah amekuamrisha hivyo hakuna namna nyingine, kwa heri. Ibrahimu akaondoka.
Mtoto sasa huku analia, maana yake akiba ya maji aliyokuwa amebakia nayo imekwisha. Mtoto analia, kiu kimemkamata, mpaka hata sauti yenyewe haitoki. Mama anamuona mwanangu anakata roho. Kina mama ni watu wenye huruma sana. Anasema hawezi kufa mwanangu na mimi namshuhudia hivi. Ikamlazimu amuache chini, amweke chini. Ukiwa katika jiwe jeusi, nguzo ya jiwe jeusi, ukitoka nje ya Al-Kaaba kwa mita 25, akamweka chini huyu mtoto. Halafu akatoka sasa, akawa anakwenda Safa. Maana yake pale ni kimlima, anasimama. Tazama, anamwona mtoto analia. Akiwa amekakamaa, mama anaona hata siwezi kumshuhudia mtoto wangu analia, anateremka, anakwenda Marwa. Akifika kwenye ishara za taa za kijani hizi, ndio kama vile anatroti. Akipita anatembea mpaka Marwa. Akifika anamuona mtoto bado analia, sasa ngoja nirudi, labda kuna hueni itakuwa imepatikana. Mpaka alipoona mtoto anavyolia, anapiga miguu chini, chemchemi ya maji inatoka. Akalazimika kurudi, akakuta maji yanatoka, ndio kisima cha maji ya Zamzam ambacho tunayatumia ila antakuma saa. Sasa hivi kile kisima kiko chini underground, lakini yale maji yake yanatekwa, yanatolewa pale, yanapelekwa takriban kilomita 7. Sehemu inaitwa Kudai, pamewekwa kiwanda cha maji ya Zamzam. Mtakiona inshallah biidhnillahil karim. Tunaelewana vizuri Kwa hivyo kina mama, tukio hili la kutroti hapa limetanguliwa na mama Hajira, wao hawahusiki. Kina baba ndio kidogo wanatroti, na wao hawatroti kama marathon. Maana kuna watu wengine ukuta kiki kama anashinda, nenda tu kidogo, ni sunna tu. Utakwenda paka Marwa, hiyo ni moja. Tukitoka Marwa kurudi Safa 2. Tukitoka Safa kwenda Marwa 3, mpaka zinafika 7. Kuna wengine anakuambia anaona kutoka Safa kwenda Marwa, kutoka Marwa kurudi Safa 1. Hii utateseka sana. Dini haifundishi hivi. Dini inafundisha kutoka Safa kwenda Marwa ni 1, na kutoka Marwa kurudi Safa ni 2, mpaka zifike 7. Na ilivyo ni kuwa utaanzia Safa, utamalizia Marwa. Kutoka Safa kwenda Marwa urefu wake ni viwanja 4 vya mpira wa miguu. Ni mita 400 kasoro mita 10, mita 390. Tunasema viwanja 4. Mpaka ukimaliza 7, au ukirudi hata hotelini utasikia kama jogging ya kutosha huna sasa hivi, utaisikia miguu na zile tiles pale, na pengine utaanza kujamani, njoni mnichue kidogo dokta, unipe msaada kidogo, kazi kidogo. Tukishamaliza hizi 7, tutasimama, tutaomba dua, na baada ya kumaliza kuomba dua, kinachofuatia sasa hapo ndio ule uwajibu wa kunyoa au kupunguza nywele. Baada ya hapo alhamdulillah tunaoga, tunatoa zile ihramu zetu, tumemaliza ibada yetu ya nini? Ya umra. Tunasubiria ifike tarehe 8 kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Tumeelewana vizuri? Mtu anapokuwa amehirimia, amevaa nguo ya kuhirimia, na akatamka labbaika umratan au labbaika hajjan, akishatamka hivi, yako mambo ambayo ni mwiko kwake kuyafanya, haifai kuyafanya, na akiyafanya kuna penalty anatakiwa afanye. Miongoni mwa mambo hayo yamegawanyika sehemu 3. Yako ambayo yanawahusu wanaume tu, na yako ambayo yanawahusu wanawake tu, na yako ambayo wanashirikiana wanawake na wanaume. Tuko pamoja Katika mambo ambayo yanawahusu wanamume na wanawake, nambari 1 ni kunyoa nywele za kichwani na popote katika mwili. Wakati mtu amehirimia haruhusiwi. Ndio hata mtu anaambiwa kama ana nywele zake za kipilipili, ndevu, unaona ni kichana zitakatika, usichane kabisa, zibakie hivyo hivyo. Habari ya kuchana, chana kabla hujavaa nguo ya ihram. Haifai kwa mtu aliyehirimia kutekeleza ibada ya umra au hija kukata kucha. Kakucha kemenini, ndio maana unaambiwa kata kucha kabisa, ili baadaye usije ingia kwenye mtihani ukaanza kutafuta namna ngoja niume hata kwa meno. Haifai. Ikitokezea mtu Allah tustiri kajikwaa, kucha imesimama, huyu itakatwa kwa sababu kwake ni dharura ya matibabu. Ikitokezea mtu kapigwa na kitu kichwani, pakachanika, anatakiwa ashonwe, hawezi kushonwa, lazima anyolewe, huyu atanyolewa, ni kwa sababu ya dharura ya nini? Ya matibabu. Lakini kwenye namna ya kawaida haifai. Ukijua mimi nikichana nywele zangu zinakatika, usizichane.
Ukizichana utakuwa umefanya makusudi ya kuzikata kutoka katika kichwa chako. Jambo la pili ambalo haifai kulifanya mtu aliyehirimia, kwa wanaume na kina baba pia yani kwa wanaume na wanawake, ni kutumia manukato wakati mtu amehirimia. Ndio utaona hapo sabuni ya manukato huogei, hauwezi ukajitia manukato ya aina yoyote yale, haifai. Lakini pia haifai kwa mwanamume wala mwanamke aliyehirimia kutekeleza ibada ya umra au hija kuposa au kuposwa, kwa maana ya kuchumbia. Haifai. Haifai kufunga ndoa. Haifai. Haifai mtu yuko na mkewe, muda mwingine wamelipia hasa kuwa na chumba chao. Wakaanza hata kukumbatiana na hivi, makumbatiano yale ambayo yanaamsha hisia za mapenzi baina yao. Haifai. Na ndio maana kwenye basi tunalazimisha sisi kina baba nyuma na kina mama, yani kina baba mbele, kina mama nyuma. Saudi Arabia alhamdulillah mabasi yao yana milango miwili. Basi zote zina milango miwili. Mlango wa mbele wanaingilia kina baba, mlango wa nyuma wanaingilia kina mama. Kutokea hapo mlango wa nyuma kurudi siti za nyuma za kina mama. Kutokea hapo mlango wa nyuma kuja mbele ni siti za kina baba. Tunakaa kwa nidhamu ya Kiislamu kwa sababu Uislamu ndio unafundisha hivyo. Na nadhani kwa idadi yetu sisi jumla sisi tuko 56. Ukinitoa mimi ambaye nitatangulia kabla yenu, kwa pamoja mtasafiri 55. Maana yake tutapewa basi mbili. Naamini hivyo kutoka Jeddah. Kwa nini? Kwa sababu Saudi Arabia basi zote zina siti 49. Hawataki kuzidisha na hawataki mtu asimame. Kwa hiyo tutapata basi mbili biidhnillahil karim inshallah. Tumefahamiana vizuri kina baba wanakuwa mbele, kina mama wanakuwa nyuma, ili kuepusha hata mazingira haya ya mtu ameshazoea akikaa na mkewe anamkumbatia, akikaa na mumewe anamkumbatia, kidogo watu washapigana mabusu. Kuna watu wanapendana sana mashallah. Na mapenzi yani mke na mume ndio inatakiwa hivi. Mtu anaishi na mke wake miaka 20, hata siku moja hajawahi kumpiga busu tangu siku ile ya kwanza tu. Alafu anakuambia nakupenda, unampendaje mwanamke hata busu umpigi bwana? Hii hakuna kitu hii katika Uislamu. Lakini sasa ya mapenzi sana kwenye hali hii hatutaki. Kwenye hali yasiwepo kwa sababu yataharibu ibada. Lakini pia haifai kwa mke na mume kukutana kimwili. Haifai. Hii ni miongoni mwa mambo ambayo wanahusika nayo wanawake na wanaume. Lakini pia haifai kwa mtu aliyehirimia kutekeleza ibada ya umra au hija kuwinda. Kuwinda nje ya haram na kuwinda ndani ya haram haifai. Tunaelewana vizuri haifai kwa mtu aliyehirimia kutekeleza ibada ya hija au umra ndani ya haram, pengine kukata jani la mti, pengine kuokota kitu, umekiona hujui ncha mwenyewe ni nani, acha pale pale. Hata kama burungutu la dola 30,000 ngapi, liacha hapo hapo. Usijiingize kwenye dhambi. Haifai kwa mtu aliyehirimia kutekeleza ibada ya umra au hija. Hii ni kwa wanaume, kuvaa nguo zilizoshonwa kwa uzi. Ni shuka mbili tu nyeupe, chini kama msuli na juu kama ni shuka. Ndani hakuna t-shirt, hakuna boxer, hakuna pensi, hakuna chochote kile. Vijana wa Kariakoo wanasema unakuwa kichele kabisa. Tumeelewana vizuri na sisi tunakagua hivyo. Usije ukaona mbona shana nifatafata. Kuna muda mwingine mtu anakuwa yuko na pensi lake na nini lake, unaona taamaki ameshahirimia, amekaa vipi, unakuja unaona bana vipi, mimi nilikuwa sijui. Tunapita tunamuuliza bana vipi, umetoa kila kitu ndani? Hata usinune wewe, sema nimetoa shehe. Mimi niko kazini yani. Hii kazi nitaenda ulizwa na Allah yaumul qiyama. Lazima nihakikishe kuwa ninakufuatilia unaiperform ibada. Na hija ndio hii. Ukija kurudia ya pili ya tatu, lakini hii ya kwanza ndio hija. Hii tunalazimisha kwa msaada wa Allah tuipatie vile inavyostahiki. Kukubaliwa ni kazi ya Allah, lakini sisi tunataka tujiridhishe kwamba mtu ameitekeleza ibada yake kwa kupatia mafunzo yote. Tuko pamoja Tayib. Haifai pia kwa mwanamume aliyehirimia kutekeleza ibada ya umra au hija kuvaa kofia. Haifai. Au kitu chochote kile ambacho kitakaa kichwani kitafunika kichwa. Haifai kwa mwanamume. Haifai kwa mwanamume kuvaa viatu vya kutumbukiza. Atavaa katambuga, kanda mbili au sandals. Viatu ambavyo mguu wake utabakia wazi. Hii ni sahihi.
Lakini kiatu kama raba au cha ngozi cha kutumbukiza mguu hauonekani, haifai kwa mwanamume. Tuko pamoja Tayib. Inafaa kwa mwanamume aliyehirimia mwanamke kuvaa saa, hata kama imeshonwa kwa mkanda wa uzi. Wengine wana allergy na mkanda wa chuma, anatumia mkanda wa uzi. Ni sahihi, haina matatizo. Haina matatizo kuvaa pete kwa mtu aliyehirimia kutekeleza ibada. Hakuna matatizo kuvaa mawani. Hakuna matatizo kutumia mwavuli. Hakuna matatizo kwa mtu aliyehirimia kutekeleza ibada. Hakuna matatizo mtu kuvaa mkanda au kuvaa pochi ambao anahifadhia vitu vyake. Hakuna matatizo. Tumeelewana vizuri Haifai kwa mwanamke aliyehirimia kutekeleza ibada ya umra au hija kuvaa niqabu ambayo inagusa uso wake moja kwa moja. Haifai. Na ndio tunaona hekima, sisi tunasema kina mama wako nyuma, kina baba mbele. Sasa ukishamuona mtu paka anaanza kutafuta namna ya kuanza kuchunguza, basi huyo hata hija yake yenyewe amekuja picnic, huyo hajaja hija. Sababu hija tunakuja kutubia madhambi, na miongoni mwa madhambi ni kukimbia maovu. Tumeelewana vizuri Haifai kwa mwanamke aliyehirimia kutekeleza ibada ya umra au hija kuvaa gloves. Kuvaa gloves za mkononi haifai. Na hapo sisi tunasisitiza kwamba jilbabu lako, maana yake hiyo ushungi wako uwe mrefu ambao utaficha mikono yako. Ama soksi mwanamke, viatu vya kutumbukiza mwanamke ni sahihi, hakuna matatizo ya aina yeyote. Hii ni miko ambayo hatakiwi kuitekeleza mtu aliyehirimia kutekeleza ibada ya hija au umra. Na ikiwa atafanya moja kati ya hivi kwa makusudi akijua haifai, anawajibika kutoa penalty, fidia, na fidia ni kuchinja. Tumeelewana vizuri Tumeitekeleza ibada yetu ya umra vizuri, kwa sababu tunaenda kutekeleza ibada ya hija kupitia aina ya tamato. Tunaanza na umra, alafu baada ya hapo tunakaa tunasubiria kutekeleza ibada ya hija. Mpaka hapo nitoe nafasi ya maswali, alafu tutaendelea hatua ya pili ya kuanzia siku ya tarehe 8 Dhulhijja, tunaingia rasmi kuitekeleza ibada ya hija. Hapa kwenye umra yetu namna tulivyoitekeleza, tunaacha nafasi kama kuna mtu ana swali. Karibuni.